Ura kama ataendeleza kile ambacho ameshakionyesha mpaka sasa tangu atue kwa wekundu wa Msimbazi Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo, basi patakuwa na hatari kubwa dhidi ya wapinzani wa Simba kwenye michuano mbalimbali watakaoshiriki. Tunafahamu vizuri kwamba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika Simba wamemaliza safari yao baada ya kucheza mechi 6 wakimaliza mkiani, lakini kuna michuano mingine, ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB na michuano mingine mbalimbali. Kwa vyovyote vile wapinzani wa Simba katika mechi mbalimbali za michuano hiyo watapaswa kuwa na ya ziada katika kukabiliana na Simba kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu ya kuwepo kwa huyu Anicet Ura, mchezaji wa kimataifa kutoka kule nchini Ivory Coast, ambaye tangu atoe Simba wakati wa usajili dirisha dogo, mara zote anapopata nafasi amekuwa akifanya mambo makubwa. Asipofunga basi cheza yake yeye anakuwa ni miongoni mwa burudani tosha kwa mashabiki, hususan wa wekundu wa Msimbazi Simba, na ushahidi ni juu ya namna ambavyo amefanya katika mechi dhidi ya Stade Malien. Ni yeye ndiye aliyefunga bao pekee la ushindi, lakini kwa ujumla katika ligi ya mabingwa barani Afrika Simba wakiwa wamemaliza wakiwa wamefunga mabao 5, maruhusu mabao 7, yeye akiwa amecheza mechi 3 tu katika hatua ya makundi kati ya mechi 6 walizocheza Simba amefunga mabao 2. Kwa lugha nyingine, 40% ya mabao yote yaliyofungwa na Simba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi kwenye kundi lao la D, yeye amehusika kwa kufunga. Ndio, ni kwa sababu alishafunga bao moja katika mechi dhidi ya Petro Atletico ya Angola, akiingia dakika 51, alifunga bao dakika 81, bao ambalo liliwezesha Simba kupata sare ya 1-1 ugenini, wakati yeye akiingia na kina Selemani Mwalimu na Ino Jospin Loemba, Simba walikuwa nyuma kwa bao 1-0 na tena wakiwa pungufu uwanjani. Lakini namna alivyokuwa akicheza, uwezo wake wa kujua wapi pa kukimbilia, kasi, upigaji mashuti ukamwezesha kuwa yeye ameisawazishia Simba iliyokuwa pungufu uwanjani. Lakini katika mechi dhidi ya Stade Malien Simba wakicheza vizuri sana sasa katika mechi hii ambayo walichotaka ni heshima, na hatimaye heshima wakaipata kupitia yeye Anicet Ura akifunga bao lililowafanya wapate ushindi wa bao 1-0. Lakini kabla ya hapo matukio mengine yalikuwa ya kuvutia sana kwa Anicet Ura akiwa uwanjani, kwenye kupiga chenga, kufanya majaribio. Alipiga shuti mojawapo liligonga nguzo. Uliporudi, bahati mbaya kwa Simba ni kwamba Selemani Mwalimu alikuwa na nafasi ya kutumbukiza mpira wavuni, alipiga shuti lilopaa nje. Lakini kwa ujumla kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika mechi hizo 3, Anicet Ura ambaye hucheza kama winga wa kushoto katika mfumo wa kocha Steve Becker, anakuwa na viungo wawili wa ushambuliaji wa pembeni, mfumo wa baada ya golikipa, walinzi 4, viungo wawili ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Na hata wanaponyumbulika 4-3-3, yeye hutokea upande wa kushoto, ingawa goli lake lenye nguvu zaidi la kulia. Katika mchezo huo alifanya vizuri sana. Kwa ujumla mechi 3, dakika alizocheza ni 219. Kagusa mpira mara 130. Katoa pasi 81, zimefika 66, ikiwa ni ufanisi wa 81%. Lakini haitoshi, amepiga mashuti 5, kati ya hayo 4 yamelenga shabaha. Kwa lugha nyingine ile tunasema shooting accuracy, usahihi wa kupiga mashuti kwa kulenga shabaha ni 80%, maana mashuti 4 kati ya 5 yamelenga shabaha, halafu akafunga hayo mabao 2. Kwa hiyo goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni 40%. Hakika katika muda mfupi kuichezea Simba kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, baadhi ya mashabiki na wana kila sababu kwamba wanahisi pengine angekuwa hapo mapema, labda wasingemaliza mkiani kwenye kundi lao la D, labda wangefika mbali zaidi, maana wamemaliza na point 5 baada ya ushindi wa mchezo wa mwisho dhidi ya Stade Malien waliomaliza kileleni mwa kundi lao, kwa sababu wanacheza na Simba wakiwa na point 11, tayari wameshafuzu robo finali, tayari wameshajihakikishia nafasi ya kwanza kwenye kundi lao. Kuwapo kwa Anicet Ura na hiki alichokionyesha inawafanya wawe na matumaini makubwa zaidi katika mechi nyingine na hatima ya Simba mpya ambayo hivi karibuni imeboreshwa zaidi, kwa sababu wakati wa usajili wa dirisha dogo wachezaji kadhaa wapya wamesajiliwa, akiwepo Anicet Ura, Liba Segeye, Ino Jospin Loemba, akina Nixon Kibabage, golikipa Jibo na kadhalika, kiasi ya kwamba pamoja na mlinzi wa kati Ismail Olivier Toure, Simba inaonekana imeimarika zaidi, na miongoni mwa wale ambao wanaipa matumaini na mwanga kwa mashabiki wa Simba juu ya hatima yao baada ya kuwapo kwa wachezaji hawa wapya ni pamoja na huyu Anicet Ura. Urefu ni around 46, kasi, mbio, mashuti ni miongoni mwa sifa zake. Je, ataendeleza hiki alichoanza nacho? Ameanza na gia kubwa mno, kwa sababu tunakumbuka hata katika mchezo wa mwisho wa Simba ligi kuu Tanzania bara wakishinda kwa mabao 2 dhidi ya KMC, Anicet Ura alitoa
assist nzuri sana ya pasi ya kisigino kwa Libase Geye, mchezaji mwingine mpya wa Wekundu wa Msimbazi Simba walimuongeza wakati wa dirisha dogo, akaweka mpira wavuni. Lakini hata bao lingine la kwanza lililowekwa wavuni na Selemani Mwalimu ni yeye Anicet Ura alikuwa amempasia Libase Geye. Libase Geye kupiga shuti, golikipa alipoucheza ndipo Selemani Mwalimu akawa makini kuwahi katika nafasi sahihi na kuweka mpira wavuni. Kwa hiyo unaweza kaona Anicet Ura ameshiriki kwa namna moja au nyingine katika kutengeneza bao la kwanza la Simba katika mechi ya mwisho walioshinda kwa mabao 2-0. Sasa mwenendo huu ndio ambao unamfanya tayari ameanza kujikita kwenye nyoyo za mashabiki wa Simba kwa kuamini kwamba atawatimizia malengo yao kwenye michuano mingine. Swali linabaki pale pale, kasi aliyoanza nayo ataendeleza katika mechi nyingine? Maana akifanya hivyo, hakika ni habari njema kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, ni habari mbaya kwa wapinzani wa Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB na michuano mingine ambayo Simba watashiriki. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.